Kwa kipekee kabisa naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana mkurugenzi wa Gift of Hope, ndugu yangu Bandawe. Mimi nathamini utendaji wako. Lakini la pili, nichukue sana nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana na kuwaomba waendelee ndugu zangu wa Botna. Naweza nikasema na nina uthubutu wa kuyazungumza haya kwamba historia inajirudia. Mimi ndio nimekuwa mtu wa kwanza kuwaita Botna. Mimi ndio mtu wa kwanza kuingia mkataba na Botna. Lakini wenzangu huku nyuma waliendelea nao, na bahati nzuri Mwenyezi Mungu ameurejesha tena mkataba, niko nao na watu wa Botna. Kwa hiyo mipango yote hii mnayoiona niliratibu mimi na watu wa Botna. Na tumekubaliana mafanikio 100% haya mnayoona hapa nimeyaasisi. Walipokuja watu wa Botna walitamani sana kusabu hizi activity. Ndio ndani yake unakuta Tanga Yetu, sio unakuta nani, wote hao. Lakini mmiliki mkuu ni Botna. Kwa hiyo kwa nini nimpongeze ndugu yangu Bandawe? Mimi nimekuwa ni mtu wa karibu sana kufuatia activity zote za Bandawe kwenye taasisi yake ya Gift of Hope. Ni mtu ambaye kidogo anafana na mimi japokuwa hajanikuta. Bandawe ni mtu asiyekubali kushindwa. Na ni mtu ambaye anapenda sana kuitendea haki nafsi yake. Na mimi naamini kwa sababu ya uchamungu wake anamwogopa sana Mungu. Mara nyingi kile anachoelekezwa au anachokiomba au anachokipokea kupita katika taasisi yake ya Gift of Hope inaenda kufanywa kazi iliyokusudiwa, tofauti na taasisi nyingine. Naamini angekuwa binafsi leo hapa ingekuwa imejaa familia yake. Angejaa mtoto wa shangazi yake, mtoto wa mjomba wake, kwa usemi ule ule kwamba mchuma janga kula na wakwao. Amesema daktari hapa kwamba tumeanza mafunzo ya tarehe 3 mwezi wa 12. Mpaka leo tarehe 8 ni wastani wa siku kama 5. Ni kweli ng'ombe alinepi siku ya mnada. Lakini alichokifanya Bandawe au mkurugenzi wa Gift of Hope amefanya selection ya kuchagua baadhi ya watu wenye taaluma zao ili iwe ni rahisi kuwafikia waliokuwa wengi mitaani. Ndio maana nilipomuuliza aliposoma mtu magereza hapa kwa bwana wewe na wewe pia umefika, naambia mimi ni Muhanga. Ni Muhanga. Kwa hiyo naangalia population iliyoko kule gerezani ilivyokuwa kubwa. Lakini kwa njia moja ama nyingine mkurugenzi wa Gift of Hope ameamua kuifikia kupitia kwa watu wawili wale. Lakini watu wangu na ndugu yangu hapa wa taasisi hii kubwa kabisa ya ustawi wa jamii ambao ndio wenye watu wao hawa, na wenyewe wamewakilisha. Lakini kuna jicho la tatu ambao ni muhimu sana kwangu mimi. Na hili jicho mara nyingi ninapokuwepo sitaki lipate shida waandishi wa habari. Katika mtindo au katika mpango wa dini leo mmekuwa nyinyi masuhulia namba 1 ukimwondoa mkurugenzi wa Gift of Hope. Yeye jukumu lake ameshalimaliza. Ameshakuiteni, ameelekeza yale ambayo yako katika mpango kazi wake, katika yale ambayo ameamua kuyatekeleza. Sasa ni jukumu lenu nyinyi muendelee kuchuma dhambi siku hadi siku kwa kushinda kufikisha huo ujumbe. Tunao vijana wengi sana kule. Tunao watu wengi sana ambao ni waathirika na ni wahanga madawa kulevya. Na bahati mbaya sana imesomwa taarifa hapa Tanga ni wa pili. Sio kujivunia nafasi ya pili. Ingekuwa ni utajiri, mimi ningewaambia ongeleni sana kwa matajiri. Lakini katika swala la kulevya si la kujisifia dakika moja. Kwa hiyo moja ya majukumu yetu leo kwa ndani leo tuwe sehemu ya kwenda kupunguza hii namba. Basi tutoke kwenye 2 twende kwenye namba ya mwisho kwenye madawa kulevya. Kwa nafasi zenu naomba mka play part. Nikiamini kabisa wote mnauelewa. Kila mmoja na fani yake. Kila mmoja hapa alipo na taaluma yake. Akisimama kuitumia taaluma yake vizuri, akielezea hili anaweza kaeleza vizuri zaidi kushinda mimi mwanasiasa. Lakini kubwa ni somo au masomo ambayo nyinyi mmepewa. Niwaombe sana ndugu zanguni. Kwa Tanga yetu hii kuna vijana wengi sana ambao ni waathirika wa madawa kulevya. Na kupitia kwenye taasisi hii ya Gift of Hope narudia tena na tena kumpongeza ndugu yangu Bandawe.
twendeni tufikishie ujumbe kwa walengwa. Maana yake ni nini? Moja, tutakuwa tumsaidia mama yetu Samia Suluhu Hassan kupunguza misongamano, lawama za watu waliokata tamaa kwa sababu madawa ya kulevya. Na nikuombe mkurugenzi wa Jicho Vopo, tengeneza write up nyingine ambayo itakuamua hao watu kiuchumi. Kwa hiyo na sisi tunapoenda ku approach wale watu, twende kwa lugha zile ambazo ni polite language, lugha ambayo inamfanya mtu asikate tamaa. Naamini nimefundishwa wewe hapa, na kwa sababu nilitoa hapa mtaaluma, naamini kabisa ukiongeza utafika pale tunakusema maneno mazuri zaidi, ili kumfariji yule mhanga aone maskini ya Mungu hajapotea wala hajakata tamaa. Na imetuambia hapa kauli mbiu yetu, tuwazingatie nani? Sio